Kuna teenagers mwingine alikuwa hapa ameenda Joyce ameenda na ameletwa ametoka Saka hata ameletwa na mama na baba na wanajua ili kudarua. Anyway, sawa. Kama nyinyi mnamcheka mtu mmoja, wacha tuamini. Baba, asante kwa neema yako, kwa nguvu zako, kwa uweza wako wa siku ya leo. Wewe ni Mungu na utabaki kuitwa Mungu tunapokualika kwa ajili ya ibada. Tulikuwa hapa jana tukaomba kwa ajili ya ibada ya leo, na Baba, maombi yetu tumeweza kuyasikia. Tumeona katika dalili tangu asubuhi tulipoingia, na tumeona uwepo wako Bwana. Wacha ukazidi, maana kila ibada inaileta mikononi mwako Bwana. Kaweze kutuongoza mwenyewe mwanzo na hata mwisho, ukatutawale kwa kila aina ya vipindi vyote. Ukatutawale Baba yangu, kuanzia watoto wetu, vijana wetu, na hata wazee wetu, na kila mmoja ambaye yuko mahali hapa na yule atakayeingia. Baba, ombi langu ni kwamba Bwana, watu wako wakaweze kubarikiwa. Kipindi chochote ambacho kitaenda kupita mahali hapa kikawe cha baraka, watu wakafunguliwe na kubarikiwa, wakapokee mahitaji ya mioyo yao, wakapokee matamanio ya mioyo yao, vile watakavyoingia Bwana, wasitoke kama walivyoingia. Mwaka huu kafanyike wa baraka kwake na kwa maisha yake. Asante kwa maana wewe ni Mungu. Bwana Yesu, ninasema ni asante. Utuongoze sasa mwanzo na hata mwisho, na hakuna chochote ambacho Baba kitakuwa na confusion, kwa sababu kila maroho ya confusion Baba tunayakemea. Tunakemea kila maroho ya madebroshba, tunakemea kila roho za uchawi, tunakemea kila roho za vifungo, tunakemea kila maroho zote zinazotatiza ibada katika jina la Yesu. Baba, ututawale mwanzo na hata mwisho, maana wewe ni Bwana. Anza nasi, maliza nasi. Wewe ni Mungu na utatawala na utatubariki. Pokea sifa na utukufu katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana, nimeomba na kuamini. Amen. Aha. Sitakuwa mrefu kwa sababu ibada ya leo nataka ikipija saa 9 na nusu wewe tushamaliza. Maana kuna baba alitisha mkutano wa nadhani hizi ndio watangazia wazee wa mama. Mbona mata amefurahia? Nimetoka sasa hivi na vijana. Nataka unajua makanisa yote asilimia kubwa kati ya mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Mwisho wa mwaka kuna yale ambayo tulikuwa tunamalizana nayo. Mwanzo wa mwaka kuna yale tunataka tupange mikakati ya mwaka huu. Ni kama vile unavyoona rais amechukua hata anapanga mawaziri wake kwa ajili ya kazi. Sasa hii ni kwa ajili ya mpangilio ya kanisa na inahusu kila mmoja, kwa wamama, kwa wazee na vijana, tukaweze kuparticipate. Na tunapoambiwa tubaki, wazee wote tutaweza kubaki. Wale members kama wakina Ben ndio wanatoroka mapema, so tabidi abaki leo, abaki. Na wamama wetu pia tuweze kuongea na wao, na vijana wetu pia. Kama haitawezekana kuongea na nyinyi kwa siku moja, tutawapangia every Sunday tutaongea huyu, na Sunday tutaongea na hii, na Sunday tutaongea na hii. Lakini kama inawezekana tutakuja wote kwa mpigo, maana kuna wengine bado wa nyumbani, wengine wanakuja kuanzia hii wiki, kwa sababu wengine walienda kukula fare.
Unajua nyumbani ni mahali pa kushangaza sana. Yaani hamuoni kama mnaheshimiwa. Wakati unataka kurudi ndio unajua kama umeheshimiwa. Sasa wengine walikwama hata wakaniambia, baba, ikiwezekana. Niliwaambia mambo ni magumu. Pia huku nako kuna watoto wanahitaji school fees. Na wewe umekwama kwa sababu ulienda kupunga. Sasa watatupeleka hao wengine shule. Wewe uza piga 5 huko. Piga 5 kidogo. Wewe mkataji wa pito, kalimia kipande. Ulikula kwa bidii. Haitafute kwa bidii. Maana sasa ulikuwa unajieleza. Kidogo. Utaki kuonekana ati tangu kuje mambo yanapikwa, tunaiona pika difea. Badala kubaliana na hali ukakolewe muongo, wewe unasema kupikeni. Sasa umepika fair. Kenda nyumbani. Chukua pesa yako nyingine moja. Weka mahali unajua hata kama itakitomana vipi, hata nikafea na wanangu. Sasa kuna wengine walikwama baba, mama, watoto. Anaingia kwa kuuliza, kumbe alishapuliza tayari. Alikuwa amesahau. Unataka kupuliza tabzituru. Haiwezekani. Sasa hiyo ndio shida. Unaenda na plan. Amen? Haya, wacha tukaweze kusemezana hapa. Nimesema Ufunuo 3. Ufunuo 3 kuanzia 3. Amen. Kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana 3 kuanzia mstari wa 3 inasema, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walaki usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia aina mambo mengi, hata tulipokesha tumesikia mambo mengi kuhusiana na yale Bwana alikuwa akitunenea mwaka uliopita mpaka mwisho wa mwaka. Amen. Haleluya. Amen. Na kuna wengine, kuna vitu Mungu aliwapatia. Wajua, kupatiwa kitu usione kwamba Mungu lazima kupatie gari ama kupatie nyumba. Kuna kitu kwanza anakupatia, ile neema ya kumwabudu na ile neema ya kusikia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani kuna kitu ulipewa. Unakuwa angalia jinsi ulivyopokea. Kuna wakati ulipokea neno mpaka ukahisi kubarikiwa. Mpaka ukawafuata hapa, si vijana, si mama, ambao ukamshika kijana kwa sababu amehubiri vizuri, mpaka ukajua kabisa nitaenda kubarikiwa. Kuna kitu ulisikia na kuna kitu ulipokea. Haleluya. Sasa si kwamba kile ulichokisikia ama kile ulichokipokea kwamba kiliondoka. Kinatakikana mwaka huu kikafanye kazi na kilete matokeo kwa kile ambacho ulikisikia mwaka uliopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani majaribu yoyote kisije kukuondolea ama shida yoyote kisije kuondolea ama maneno yoyote kisije kukuondolea kile ulichokipokea. Amen. Maana utaendelea kupokea, lakini kuna msingi ambao ulianza kuusikia. Sasa hizi vingine vikaweze kukuza kile ulichokisikia mara ya kwanza. Amen. Na si kwamba mahubiri ya mwaka huu. Amen. Amen. Yaani mwaka jana tulikuwa tunaongozwa na mnyama, mwaka huu tuongozwe na Mungu. Hapana, tuliongozwa na Mungu hata mwaka uliopita. Na tutaendelea kuongozwa na Mungu. Amen. Jambo lema inatakikana izidi. Amen. Kwa hivyo
kiendelee kufanya kazi na tuendelee kusikia na kile tulichopokea kikakue na tuonyeshe Mungu kwamba kuna kitu ulitupokeza ndani yetu. Amen. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hii maiki sijaisikia vile huwa natoa na bado ni asubuhi. Amen. Ukitaka kubalance, kuna tofauti ya mic na kuhubiri. Unaona hizi huku nyuma hizi usiweze kuziweka sawa. Amen. Amen. Unajua kuna watu wanakwambia sasa tumeingia mwaka mwingine, hata wana Waisraeli waliamua kumbuka mahali walipotoka. Huenda kuna mambo mengi Mungu alikuokoa na huo mwaka ulikuwa uzame, lakini Bwana akakuokoa. Kaja ukasikia neno likakufariji, liendelee kukufariji. Mimi nakumbuka maneno yote, neno la Mungu lote ambalo limepitia hapa, siku akina Happy, siku akina Esther, siku akina Nelson, siku akina Kristi, siku akina Magdalena, siku akina Gideon, siku akina Jeta, na mafundisho yote ambayo tumefundishwa hapa, mama yetu maombi, ni vitu viko, na ndio maana tukafungua channel ya YouTube ya kwamba vitu vyote vilivyopitia hata miaka mingine vya kina Praise bado tunaviona pale, kwamba kuna siku Praise alihubiri vizuri, kuna siku Gideon alihubiri vizuri, kuna siku Nelson alihubiri vizuri. Haleluya. Amen. Sasa usije ukaje ukasahau kwamba kuna siku nilisikia na nikapokea kitu. Ama wakati watu wanahubiri wao haupokei. Sasa umesikiza mahubiri mangapi ya watu wangapi? Unafaa wewe umepokea vingapi? Lakini haujapokea nani? Maana ukivipokea vyote vizuri na ukivifanya, Biblia inasema zile mbegu zinaenda kwa mdogo mzuri, lazima zichanue. Kwa hivyo kama kweli ulizipokea hizo mahubiri na hiyo maombi na hiyo kila kitu ambacho ulikipokea hapa, ukanawiri mwaka huu basi. Amen. Ukanawiri. Amen. Ikawe ni mwaka wa kubarikiwa. Amen. Ikawe ni mwaka wa kutendewa. Ni mwaka wa kuinuliwa. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa sababu kila apokeaye, hata kila akulaye ni shiba, si ndio? Ndio. Yes. Kwa hivyo muendelee kushiba namna hiyo. Na kule kuja ukiona mtu anakula. Jana umepikiwa ile sufuria. Unajua kuna wageni wengine tunaenda nao mahali. Wewe unachukua mfuko mmoja na kuna mwingine anasema sasa ule mfuko mmoja ndio unamaliza peke yako. Hata jiongelesha peke yake na sisi tunaona mfuko mmoja ni mkubwa. Ukitembea na matodokera hauna bahati. Ogopa mtu ambaye tonge analibeza mpaka anakamsukuma huko mbele kwa. Wewe unataka nani? Na kutoka huoni tumbo kuvura. Lakini jamani ule si mchawi. Ule si mchawi ni nini lakini? Tumbo halifu. Lakini chakula amekula. Kwa shida kuliingia. Unashindwa hicho chakula kiliingia wapi? Hiyo toka amelichukua yeye peke yake. Wewe unashiba. Wewe unashiba. Anaanzia katikati. Amen. Anaanzia wapi? Katikati. Na kawaida mtu akianzia tonge katikati. Sasa malizo yote. Sasa kama hii ya kwanza tunaanzia katikati, ndio ya pili. Sasa malizo. Sasa wewe ole wako atuanze kuangalia simu. Kiangalia hivyo hakuna. Sasa wewe inua mikono useme ni Bwana. Amechukua na nini?
Nabii Elia. Unaona kumbe Mungu amekuja kuramba madhabahu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jana tulifundisha tukaambiwa tulinde sana tulicho nacho. Si ndio? Amen. Anasema uchunge sije kidara chako kikaja kikafanya nini? Kikachukuliwa. Kuna kanema Mungu amekupatia. Sasa wewe unaweza sherekea mwaka huu nimemaanisha mwaka huu kumbe ndio kawa ni mwaka wa kujuta. Kawa ni mwaka wa kulia. Usipochunga. Kwa sababu hujui kuifanya. Na unaposikia, haleluya, sio yule mtu ambaye anasikia jambo na kulitekeleza. Wajua nilipowafundisha kile kitabu cha Yohana, sijui kama kuna mtu alielewa yale maneno Yesu alikuwa anaongea. Sijui kama kuna mtu alielewa yale Yesu maneno aliongea. Tulizungumzia ni Yohana kuanzia ngapi? Ilikuwa ni 39. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama ungekuwa watoto wa Ibrahimu ungelizitenda kazi zake baba yenu Ibrahimu. Kama nyinyi ungelikuwa watoto. Ndio nikawaambia kitu kimoja. Hii imani hii imani. Tuna imani mwaka huu. Tunaongelea hadi mambo ya mwaka huu. Tuna imani mwaka huu. Vitu zako viende vizuri. Unajua kinachoangaliwa sana ni nini? Kinachoangaliwa sana ni nini? Kinachoangaliwa sana ni nini? Sasa chunga uwe na imani na usiwe na matendo. Mimi nazidi kuambia na kukusisitizia hii kwa sababu hii ndio itakayofanya ufanikiwe. Nilikwambia nitakufunza jinsi ya kubarikiwa. Na hii ndio jinsi ya kubarikiwa. Kwa sababu unakuwa imani bila matendo imekufa. Na unakuwa imani inafanya kazi pamoja na matendo. Kwa hivyo ikikosa kufanya kazi pamoja na matendo, unakuwa hiyo imani inafanya imekufa. Sasa unaamini vitu lakini havitakupata, yani vishakufa. Maana matendo yako ni mabaya. Na nikasema kuna watu wako na imani. Uko na imani. Papa nikikusomea bado nasema kuwa na imani kama tendo ya haridani lakini inaendana na matendo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu turegelee mistari kidogo. Nimefika 40. Amen. Nakukumbusha kitu hapa cha muhimu. Ndio maana nimekugusia kule kwa Ufunuo. Amen. Amen. Aha. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Kwanza kweli, nikasema mtu anayemwambia ukweli hautapendwa na watu. Utachukiwa na watu. Na utasema maneno mabaya. Hilo ulijue. Hilo ulijue. Kitu kilichomfanya Yesu achukiwe. Mafarisayo walikuwa wanasikia moto. Kama vile unavyoona unakuwa ukweli kwako unasikia kuchomeka. Ukweli unakuchoma kama umejulikana. Maana wale watu walikuwa wanaongea, yani ni watu wa mdomo lakini hawafanyi. Yani Mungu anawaagiza wafanye. Umeelewa?
Yaani walikuwa watu ambao unajua mtu mbea huwa anaona ubaya wa mwenzake lakini yeye hafanyi mema. Unajua hivyo? Mchunguze mtu yote ambaye kuna bere wengi. Hapo ndiko katifu. Hapo ndiko grafui. Witchcraft ya. Kidogo kilikuwa kimeenda pale. Haleluya. Amen. Lakini yule aliye na matendo hasumbuani na mtu yote. Amen. 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 Unielewe? Na hii ni muhimu sana kwa mwaka huu. Na hii ni muhimu sana kwa Mkristo. Na hii ni muhimu sana kwa mtu aliyeokoka. Amen. Nilikwambia mwanangu, kama ukijua kumpokea Yesu. Kumpokea Yesu for free. Bure. Ni bure. Bure. Nikomolewa bure alama. Kama nasema nimeokoka. Si shida. Ati kuokoka. Ati kwa nyumba yako kuokoka. Na kutembea kwa nyumba kuokoka. Hata kufunga. Ya shida. Lakini kufanikiwa. Mwambie mwenzako ni gharama. Mwambie mwenzako kufanikiwa ni gharama. Mwambie mwenzako kubarikiwa ni gharama. Sasa usipogharamika hata watoto wako kuwazaa. Unajua kwanza, unajua kwa mimba ni haraka sana. Kwa mimba. Ni kama vile unaokoka tu. Kwa mimba. Ndio niweze kuipokea mimba na shangwe. Waliua, walichana. Mimba pekee. Sasa kashaingia. Mtoto anadaliwa upande mmoja. Lakini wakati ulipokea alikuwa analipa leo. Hapa kwa kitovu. Unaweza hata kutembea kwako hivi. Anza kutembea. Hata anapanda ngazi hivi. Kila mmoja anaona anamuonea hivi. Mtoto tumboni anamuonea na hata hajakosana naye. Amen. Amen. Ashazaliwa sasa. Ashazaliwa. Akiwa kagonjwa. Pigo. Usiku watu wakawa. Lakini wakutafuta. Hata ulikuwa unataka mtu ajue unazima taa mwenyewe. Pole pole. Kwa hivyo kuokoka ni rahisi. Lakini kufanikiwa ni gharama. Kutajirika ni gharama. Kuwa na amani ni gharama. Ukija kuona mtu anakuambia mahali Mungu amenitoa. Juzi nikawafunza kitu nikasema ukija ukiona mtu amefanikiwa mpaka mahali ana raha, hizo vita amepigana nazo. Wokovu karibu haugawanye mara mbili. Maana hakuna mahali asipofikiria. Hapa hii ni madhabahu ya kwetu. Atafikiria mpaka majirani wako wanamwendea pia. Kumbe hajui kile alichopokea ndicho kinapigwa vita. Kwa sababu kuna matumaini ulionayo na unaye ambao unataka akufanyie hayo matumaini. Sasa unatakikana umushike vizuri. Umushike vizuri.
Ukiona mtu amepata huduma na muda mdogo, hajajua kugharamika. Siku akigaramika ataufunga. Amen. Atakuwa wazaka kuongea mambo mabaya, anamwambia wasamehe maana hawajui. Unaona hata Yesu alipogaramika alisema wasamehe maana hawajui. Kuna gharama ya kila aina. Unaweza kuteseka, unaweza kuachwa, unaweza kuchukiwa. Niliwaambia, unaona yule mama kuheshimu bure. Unaona, na wasa mtama kilikosea mimi na mwambie ukweli wake. Na siwezi sahau wema alionisaidia. Amen. So unisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Umenunulia kiti cha kanisa, unataka baraka mwaka huu, basi ukabarikiwe. Ukabarikiwe na ukazidishiwe. Na yoyote atakayekuendea kinyume ambalo nakuonea wewe, likatoboka na likawe kipofu. Neema ya Bwana ikuzunguke mwaka huu, ukabarikiwe na kila biashara utakayoifanya iwe na mafaida. Ubarikiwe ingiapo na utokapo, kwa sababu kile kiti kitakaliwa na kila aina ya mtu hapa, na atakayekalia baraka zikuje kwako katika jina la Yesu. Amen. So nimenunuliwa kiti kipya in Jesus name. Ni gharama. Amen. Uliona kanisa vile liko? Uligaramika au garamika? Sasa wewe ukoka, sitengeneze kanisa. Kama Haleluya. Nishakiombea. So kiko free sasa. Usiende nyuma, hata baraka za Mungu. Anasema hivi, weka tu hapa. Atakuwa watu wanakuja kufanya nini huko madhabahuni? Badala wasikize leo. So utajiondoa baada ya sifa tu kama mambo mengine. Unajichukulia nafasi, lakini mwenyewe anataka tuone hapo mpaka baba amalize kuhubiri. Kwa sababu amegaramika. Wewe unaona amekuja nacho bure ama ameenda kupewa? Hapana. Amegaramika, ameleta. Amen. Na kikaletwa na mzee wa kanisa. Si Mungu ambariki. Amen. Vijana ukitaka kesho waje washuhudie mambo makubwa. Kwa nini vijana wabagua? Ni nguvu ya kanisa. Wakigaramika mapema wataanza kubarikiwa na mapema. Jua kugaramika kwa Mungu. Ibrahim aligaramikia Mungu sana. Kila mahali alipokwenda Ibrahim alimjengea Mungu madhabahu. Wale watu wakawa wanamsifia Ibrahim. Angalia Samaria mwema, anasema kisima ni cha baba yetu Ibrahim, na sisi hatuchanganyikani na watu wengine. Hawakujua anaongea na yeye nani. Mafanikio yanakuja kwa ajili ya gharama. Amen. Ninyi 41 ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo alipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Hao wakati waliongea hivyo hawakujua kile wanachokiongea mbele za Yesu. Wewe kudanganya Mungu. Wewe mdanganya Mungu. Mhudumu hawezi kudanganya Mungu. Yeah. Sijui kwa nini nimerudi hapa. Kuna sababu. Si ndio? Ndio. Kuna sababu. Na hii wiki nimefundisha hilo. Lakini nakuta tu nilikuwa naenda mbele nikaguzia na nikarekeshwa hapa.
kuna msisitizo fulani Mungu anataka kufanya kwako, kama vile baba anaposisitizia mtoto wake, mwanangu, ukisoma kwa bidii hakika utaenda mbali sana. Mwanangu, ukifanya kazi kwa bidii basi mwanangu utabarikiwa sana. Mwanangu, ukimwomba Mungu kwa bidii basi utafanikiwa sana. Amen. Amen. Sasa ukiona jambo linagusiwa, Mungu hakutaka uendelee kung'ang'ana. Mungu hakutaka uwe na imani hapa, uwe na imani hewa, uwe na imani hewa. Anataka imani yako iwe na maana fulani, bidii yako iwe na maana fulani, gharama zako ziwe na maana fulani. Yaani kuna kitu Mungu anataka kukijenga. Mungu anataka kufanya jambo jipya. Anakukusisitizia kama imani yako inataka ifanane. Labda hapa Mungu anazungumza kama imani yako inataka ifanane na Ibrahimu, ufanye kazi, usikie kama Ibrahimu alikuwa akisikia sauti ya Mungu, anafanya kile Mungu anamwambia. Amen. Akamwambia, tazama mwanangu. Unaona nini? Akasema naona nyota. Akasema basi. Unajua kila nitamkia Mungu. Nani aliambiwa atakayekula kitalaniwa? Ni nani aliambiwa atakayekula alaniwe, atakayekubariki abarikiwe? Ni nani? Ni nani? Wewe utaki hivyo? Ufanye kile. Anasema kama mngelikuwa baba yenu ni Ibrahimu, mngezifanya kazi za baba yenu Ibrahimu. Hakuna baba. Sijui mimi. Unajua kila mmoja anajijua. Wewe ni number 1 kwa upande wako. Ni number 1 kwa upande wako. Wewe mwenyewe usijihesabu number 2. Please usiwahi kujihesabu number 2. Jiweke number 1 katika maisha yako. Ukijiweka namba 2 inamaanisha kuna hiyo umeifelisha hiyo moja. So jiweke namba 1 kwamba mimi tena ni vipi, hakuna itarudi 0, hakutakuwa na 1. Sawa? Wacha mimi nijiweke namba 1 ya kukupenda wewe na kukutakia mazuri, ya kwamba siku nyingine ukija ukifanikiwa nitaona namba 1 yangu imebariki na inaona namba 1 imezaa ikakuja namba 2. Kuwa namba 1 ya vitu vingine vikuje. Amen. Kwani niulize, kuna kitu chochote kinaanzia pasipo kuanza 1? 1000 inakuja tu 1000 kama hakuja kuwa na shilingi. Kama itakosa shilingi haijatimia. Kama itakosa shilingi haijaanza. Si ndio? Kama itakosa shilingi haijatimia. Na kama itakosa shilingi haijaanza. Sasa wewe ujielewe, katika maisha yako unaweza yaanza wewe na vile utakavyomaliza ni wewe ujumuishe. Amen. Haleluya. Kila mmoja anahitaji kufanikiwa. Niliwaambia kama kuna mtu anapenda kuteseka katika maisha yake na yuko kwa hii kanisa, yaani anaomba ateseke tu, shetani au marafiki zake ondoka. Lakini kama unaomba baraka kwa Bwana na Mungu akufanikishe na ukae katika uwepo wa Bwana, wewe ni mtoto wako. Amen. Wana wote wanaongozwa na Roho wa Bwana. Amen. Amen. Unaonaje pastor, uwe na washirika? Uwe na washirika na wote wamebarikiwa. Hakuna kung'ang'ana tena pastor. Hakuna. Ati wamama wa mzee, wazee wa mndama, vijana wa mndama. Wewe bibi wewe. Utakuwa kimoa tunajua baba nini? Baba nini umetutoa mbali? Baba nini? Mimi sitaki kuteseka kwa sababu shetani anataka kukutesa. Maybe Mungu mwenyewe amepanga, lakini sitaki kuteseka hata kwa sababu shetani anataka kukutesa. Sasa mtoto wangu,
wewe umepaki gari yako hapo, umekuja vizuri, unafikiri utatoa sadaka shilingi 10? Wewe unafurahikia ukitoa sadaka ya shilingi 50 umeifinya mpaka bado kidogo ipasuke. Unatamani kumfanyia Mungu vitu vizuri. Amen. Lakini uwezo ndio huna. Lakini Mungu ana uwezo wa kukufanya uwe nao. Amen. Anasema vitu vyote ni vyake, vitu vyote ni vyake. Amen. Roho ya umaskini sio upendo wetu kwa ukweli kabisa. Amen. Hawezi kuwa Mungu akwambia ati wewe sikiliza, kama ukipinga wacha tuende pamoja. Alisema mtabarikiwa mjini na mashambani. Ni yupi huyo aliyesema hivyo? Alafu akasema hautakopa. Utakopesha. Wewe sasa hivi niliwaambia hivi. Kwa kibanda cha mboga hafai kuwa na kitabu kwa sababu ya kushika maji na michicha saa zote, lakini kuna kitabu chake. Na unajua tu kitakuwa na maji kitanalie asahau, lakini kuna kitabu cha kombani. Ukifika pale ni story nyingi. Umeangalia unajua hakuna udongo, unauliza kwa nini hakuna udongo leo? Yaani unajua tunataka kitunguu. Lakini maduka, kuna maduka mangapi? Sasa kuna duka la umeme, kuna duka la Msomali na la Mkama. Pale umefunguliwa kitabu, hapo umefunguliwa kitabu, hapo umefunguliwa kitabu. Kwa sababu imani yako ni hapa. Na imani yako haina matendo. Kitu kingine ushindani. Kile ulichokipokea mara ya kwanza si vile ambavyo uliko mara ya pili. Nani asiyetaka kubarikiwa hapo? Unajua kuna mahali Biblia inasema utabarikiwa hata vitu vingine hutaviomba. Unajua usizubaishwe na wale mapasta wasiojua na ufunuo wa kile kifungu alichosema. Aliomba hekima na maarifa, alafu anasema pale hakuomba gari, pale hakuomba. Hata nikwambie Jacob, ukimpata Mungu umepata vyote. Hiyo kama ukijua. Ukishampata Mungu umepata vyote. Amen. Ndio maana jana nikawagusia kitu, nikawaambia hata ile chumvi unabeba kanisani, hata ile mafuta unabeba, hata ile maji unabeba, lakini siku imani yako itakuja kupanda na ujue ukishampata Yesu ni zaidi ya chumvi. Hautanisumbua na chumvi tena. Amen. Hii nitaona. Unajua hivi unaelewa kwamba chumvi katika Agano Jipya ndio Yesu. Unaelewa hiyo? Agano Jipya limekusanya chumvi zote. Lakini Yesu anaelewa uhaba wa imani wa watu. Na hata kuna mwingine pia alimwombea na akampaka nini? Tope. Lakini Bartimayo alishikwa tu mkono. Maana aling'ang'ana. Amen. Unasikia? Bartimayo aling'ang'ana mpaka watu wanamzuia. Anakazana. Sasa kwa mtu ambaye anagaramika, hata angalia vitu vingine. Yule anayemgaramikia anajua kiingia kwa nyumba yangu ni zaidi ya kila kitu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na wala sijakwambia usiombewe chumvi. Kuna siku tu tunajua baba hata sina haja tena. Amen. Wewe tulia.
Jamani, damu ya Yesu ilijumuisha vitu. Amen. Yesu ndio kila kitu bana. Yesu ndio kila kitu mtoto wangu. Ukishajua maana ya Agano Jipya na akamwambia yote amekwisha msalabani, wewe ukishaelewa hiyo tu basi. Amen. Hautanang'ana na kwenda kuchukua vitambaa kwa watu. Hautanang'ana. Kisha kuchukua Yesu ni zaidi ya kila kitu mtoto wako. Utajua kukaa naye. Utafuata vile na kuongoza. Na utaanza kuona neema ikifunguka tu. Amen. Huyu jamaa hajawahi shindwa. Yaani imagine kifo chake ulidada alikufa kumbe ameenda kuchukua mamlaka ya shetani. Wewe unaona hiyo? Nilipomuua Yesu walipomuua Yesu walidai. Unajua mwanzo wa vita kwako wakidani wanataka kukumaliza, kumbe ndio wanakusongeza. Kuna msemo huo mnautumia, mnasema ati sijui teke. Nisaidie wewe. Ama umezoea kubeba teke. Na kwenda huwa na alafu wewe unamsaidia unapiga. Kumbe amepiga hatua ndani. Hebu shauri realize maumivu ndio yanakufanya unafute Mungu sana. Ni njia moja ya gharama. Amen. Uchungu. Lakini relax. Hautagaramika. Kama Yesu anatenda piga. Utasikia. Utabadilisha msemo. Haleluya. Amen. Nilifundisha hii lakini nimejipata na nimerudi tena hapa. Ni wazi Bwana anataka kufanya jambo kwetu sisi. Amen. Kama tutamshughulikia. Niliwaambia kuokoka ni bure sana kwa, lakini kufanikiwa ni gharama. Sasa weka ati bwanangu mimi na nyumba yangu tumekula kinakuja chenyewe na kinashuka kutoka mbinguni. Hata tuone kakae hapa. Hiyo praise asiende kazini. Itakuwa shakaona sasa hivi. Amen. Amen. Umuombe uwe na tumaini, alafu ile tumaini ulifanyie kazi, ndio Mungu anakufungulia mlango. Maliza hapa. Akawaambia, Yesu akawaambia yeye, kama Mungu angekuwa baba yenu, kama Mungu angelikuwa baba yenu, mngenipenda mimi. Mungenipenda mimi. Kwa maana nilitoka kwa Mungu, nami nimekuja. Wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Na wewe unaomba kwa nani? Unataka Mungu akufanyie nini katika maisha yako? Vitu vizuri. Naye anakwambia kama unataka kufanyiwa vile vitu vizuri, ni lazima usikilize yule aliyetumwa kwa ajili yako, wewe ambao unayeomba. Amen. Hebu usiuliza Mungu anaongeaje? Ndio ngapi anaamini Mungu sasa anaongea na wao. Maliza sababu tayari nazo zinaenda haraka. Amen. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Shida ni kwamba ufahamu. Shida ya mwanadamu ufahamu. Watoto wako wanapotea kwa kukosa nini? Maarifa.
Hiyo ndio shida. Watoto wangu, hiyo ndio shida. Usifanye vitu kwa kufikiria wewe mwenyewe. Kaji, maana ya ufahamu, unajua nini nilisema? Hauwezi kuamua jambo tu. Kwa sababu ufahamu ni mtu amekaa anasikiza jambo. Lenyewe hapa ni kweli. Huo ndio ufahamu. Amen. Lakini ukiamua jambo kama mlevi, haujafahamu. Endelea. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Mbona uyafahamu haya niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi. Kwa sababu nyinyi hamwezi kulisikia neno langu. Unaona shida ni kwamba hatupendi. Nimeanza kusema umeambiwa neno hapa. Kuna vijana walikuhubiria. Kuna Sunday school walikuhubiria. Kuna viongozi hapa walikuhubiria. Lakini haukusikia. Ulianza ubaguzi. Ukaona mimi tunangojea Pastor John. Lakini mtu mwingine akihubiri hauoni kama anakupatia message yako. Bwana Mungu ana upendeleo. Amen. Hebu wacha nijiweke mmoja wa hiyo mapasta ambao naenda kuongelea sasa hivi. Sasa iwe ni John sasa. John amekomaa. Sasa unajua anatembea na ukomaa. Hana unyenyekevu. Sawa? Mtu yoyote asipokuwa na unyenyekevu kwa sababu amejua kitu, ni rahisi sana kuanguka kuliko yule ambaye anajua sijui chochote ila namuomba Bwana nijulishe. Amen. Niliwaambia, unaona kama wahuduma wachanga wanaoinuka hawa, huwa ukiwaambia watahubiri siku fulani, huwa wanaenda mbele za Mungu. Mpaka anaweza kukosa hata kufunga. Yeye anaweza funga akamwambia baba, sina ujumbe, nipe ujumbe. Na akapewa ujumbe mahali ambapo anaenda kuhubiri, ukawa kuna message nzito, lakini pastor yeye amezoea nini? Kwamba mimi tayari ni pastor, mpaka naitwa baba, Leverest Story. Na huyu mwingine anajua mimi sio Leverest, hata wao pastor sivyo, mahali mwingine anaitwa pale kanisani, maana wanajua mimi ninahubiri. Lakini Mungu ndo anajua huyu kuna kitu amepokea kutoka kwa. Amen. Sasa roho ya kupuuzia, na anapohubiri hahubiri habari za mtu mwingine, anahubiri habari za yeye. Lakini ndani yako wewe ndio unakosa nini? Ufahamu. Unaona Pastor John peke yake ndio anahubiri habari za Yesu. Huyu mwingine anahubiri habari za wewe. Kumbe unaacha kile ambacho kilikuwa kinaweza kukufaa kwa sababu ya madharau. Hata unasema sasa Sunday school anakwambia watoto wasipotii lazima ni mzigo. Wewe unaona tu ni watoto hao, hata wewe pia ni mtoto kwa baba John. Amen. Usiposikia pia unakuwa mzigo. Amen. Kwa ile leo badala ufikirie wewe pia nawe ni mtoto mahali. Sasa unajiona wewe ni mama maombi. Unajiona wewe ni amehubiria watoto wenzake wakina Baraka hapa lakini wewe kumbe kitoto sugu pia kiziko. Maliza. Amen. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Haya. Alafu nasema baba yako ni John. Alafu nasema baba yako ni Mungu. Hakufahamu kwa sababu nyinyi umekataa neno la Mungu kwa sababu nyinyi baba yenu ni nani? Ibilisi. Mnafanya kazi ya Ibilisi ya kudharau. Kazi ya Ibilisi ni kupinga ukweli. Kupenda uongo sana. Mahali pasipokuwa kuna vita, analeta vita. Mahali palipo mazuri, yanakosesha amani. Baba yetu Ibilisi. Ati baba yetu Ibilisi ana nini? Amen. Baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Tamaa za baba yetu ndizo mzipendazo kuzitenda. Tamaa. Tamaa ni njia moja mbaya sana.
Hakuna bali kila kitu. Ukiwa kwa ndoa unatamani kila mwanamke. Mbona sikuoa huyu? Baadaye ningeoa yule. Mbona nilifungua biashara hii? Wewe umeona tu biashara ya vibuli. Wenzako wamezaidina hapo. Kumbe ni msimu. Wewe unaenda kununua vibuli. Msimu wa vibuli ukiisha, vinakaa mpaka vinashika kutu. Umeacha kazi yako ya kuuza mbao ambao ni hardware ya ile, unaweza pata watu wa kujenga. Tamaa ni mbaya. Sasa aone tena jamaa wangu amezaa hizi nguo za mashimo hivi, anasema sio nafaa nguo za acha na mimi nikauze mchicha. Si yule anahubiri na tulikuwa sote pamoja. Nenda na mwito, sende na tamaa. Amen. Yule anaimba, nenda na mwito. Kuna vipawa. Kuna vipawa mtu wachilia. Amen. Unaweza ona mtu anafanya mwenzako kitu, unaona ni urahisi. Sasa wewe shika ile keyboard na mwenzako anaenda na unasikia mpaka unasikia raha. Sasa kakuze wewe kwa sababu umetamani. Unaweza fundishwa mpaka mwenye kukufundisha akakasirika. Sasa wewe shika ile drum set mwenzako anachanganya mpaka wewe mwenyewe unasikia. Wazee 20 na hivi. Sasa wewe kashika. Hakuna cha wazee 20 na hivi, tunasema vibabu. Unaelewana? Musa aliambiwa na Mungu, tafuta fundi stadi. Na alikuwa na watu wengi. Sasa kulikuwa na mtu ambaye ni stadi. Mungu amempatia ni kipawa. Amen. Hata kusonga kweli sio misongo yote inapendeza kichwa chako. Wewe kichwa kikikaa kama box. Na mwingine yako imekaa kama mlima wa Kilimanjaro. Alafu nyingine yako imekaa kama kuyu. Yaani imeona huku kwa mbele. Sasa unaona gani? Na gani kutoka hapo unaona mwenzako anataka kufanana na yule wewe. Nenda na style yako. Sasa nyingine nyinyi ambao unajua mimi huwa nawaambia ikiwa hauna shepu kama mimi usivae lo. Bado skati yako lazima mambo mengi. Hata skati yako hata mtu atakuja atafute. Lakini wewe umepiga kakwiti. Alafu kwa sababu unaona mwenzako amevaa kaloni. Mtu hapa nikutia boto mbili ndio fahamu. Nenda na vile mambo. Wengine wanakuambia, "Hey, you are so smart." Anakucheka. Ukigeuka unasikia, nikana uko tayari. Ninakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Nitasimama
Amen. Ukikubaliana na neno la Mungu, utasimama kwa sababu ya neno lake. Hakuna maneno ya mtu mwingine atakuja kukuondoa hapo. Bali ukikubali neno la Bwana ndio litakufanya usimame. Hautayumbishwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka hizi dakika 6 nizitumie vizuri. Hebu soma kwa haraka. Twende tu kwa haraka sasa kumaliza. Amen. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ndio hiyo. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendezwa kuzitenda. Aha. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Alikuwa muuaji tangu mwanzo. Amen. Anakupatia mawazo ya kuua huduma zako. Anakupatia mawazo ya kuua kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Yaani yeye haoni ukifanikiwa, yaani unawaza alafu unaona nani basi nitawezaje? Ni mwachi. Anamaliza mpaka ndoa yako. Niliwaambia siku moja, kama hujawahi hata kumchuku mke wako, siku utakapomchuku tu unaimaliza ndoa yako. Kukuletea mafikira mabaya, hata kitaka kukumoa mahali, kwanza lazima mawazo yajaze kwa akili. Hasira. Kwa sababu ufahamu hauna. Amechukua ufahamu wako. Nilikwambia ndugu yangu, Mungu hakukuumba wewe na roho mbaya hata kidogo. Mwanadamu alifananishwa na uhai wa Mungu. Nilikwambia roho yako, hakuna mtu anaweza pasua hapa akaona roho yako. Ataona moyo ukipiga. Akili ni njia moja ya kiungo katika mwili wa mwanadamu. Amen. Nasema tena, Mungu Baba hakukuumba na roho mbaya wewe. Lakini ukiwa na akili mbaya, unauambukiza moyo kuwa na roho mbaya. Ufiki hawa hakuwa na roho mbaya kabisa ya kukula tunda, lakini akili zake zilipoambukizwa na shetani, alifanya kile shetani amemwambia. Na alimwambia hakika hatutakufa. Sasa hivi tunakufa. Unaona shetani vile alikuwa muuaji. Unaona shetani alikuwa muuaji. Na ndio maana tuliposoma kile kitabu cha Yakobo kuna mahali inasemaje? Inasema hata mashetani nao wanaamini kwa kutetemeka. Wanamjua Mungu, si kwamba wanamjua, wanamjua tena vizuri sana. Wanamjua tena vizuri sana. Ngoja nikwambie, unajua mashetani. Juzi nikauliza unajua mashetani, ukisikia neno mashetani wanaamini na kutetemeka. Nikakuuliza mashetani ni wakina nani? Ukanijibu nini? Ni wewe. Usikusema wanadamu. Uliniambia ni wewe. Nikakuuliza unajuaje wewe ni shetani? Haufanyi kile ambacho baba yako anakuagiza. Ukipigia hautafanya kile Mungu anakuagiza kufanya. Umebadilika, umekuwa nani? Shetani. Ni shetani tu mke wangu, usamehe. Kumbe nilikuwa naishi na shetani huko unajua. Ni shetani. Unaishi na mashetani, vile tu neema ya Mungu inakulinda na hao mashetani. Kama mtu anasema ni shetani tu akaniingia. Kwa hivyo nilikuwa nataka hata kumaliza. Maana sasa kazi yake ni kuua. Si unasikia? Kwa hivyo unacheza na kufukuzwa kwa nyumba, ndio unashikiwa panga. Kwa nini shetani akienda unasema pole mtu wangu, kwa shetani sio uchunge. Na tena yeye akifika wakati wa ibada, yeye pia ana imani mpaka anatetemeka. Tena anaweza simama line na wenzake. Imani mpaka anatetemeka. Na unamwambia baadaye anamwambia kwa wangu pole, nipate shetani. Nilikwambia utaona shetani hata amevaa viatu, anakuja na sura ya shetani, hata ameshika bakora. Tutamkimbia.
anakuwa na pembe. Ndio. Kumbe hizo pembe zinakuja zinakuingia wewe. Ndio unakuwa hausikii pia wewe unakuwa mwanadamu wa pembe. Kumbe shetani wa pembe. Ndio wewe kuja kuona mtu ni kitu ngumu na mwambia kitu anasikia unaona uko na pembe. Ni yule aliyeingia ndio ana mapembe. Sasa wewe unaweza sema utarudia mke wako. Wewe ni pepo wewe. Unaishi na mapepo. So wewe ulio wa Mungu muombe. Amen. Kwani shetani alipokuingia Yuda alifanya nini kwa hiyo? Biblia inasema Yesu akasema bora umeruhusu shetani. Alipokuwa bora umeruhusu shetani. Sasa kwani Yesu alipokuwa amepambana na mapepo alikuwa anaishi wapi? Makaburini. Unafikiri ni wakati anatamani kujiua? Walikuwa wamekaribia makaburi. Je, si wewe? Mungu akatosha kidole na kuokoa. Amen. Haleluya. Amen. 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 Nasikia ati mnafanya kazi ya baba yenu Ibilisi. Na mnasema mtoto wa nyoka ni? Nyoka. Mtoto wa nguruwe. Sasa hapa amesema baba yenu ni Ibilisi. Yesu amesema baba yetu ni ndio maana tusikie mambo ya Mungu. Sasa sasa ikiwa babako ni Ibilisi, na wewe nawe tupendeke tu na ratibu Wajua sisemi ile baba aliyekuzaa. Si mtu unayemsikiliza si ndio unapata umri zake, si kama baba. Sasa kama Mungu akikwambia kitu au ufanye, unafanya cha nani? Kile cha Mungu utakifanya. Kwa sababu babako ni nani? Lazima ufanye kazi ya. Nikikwambia uache umbea, uache. Kwa sababu babako ni nani? Wacha usharati. Kwa sababu babako ni nani? Wacha wivu. Kwa sababu babako ni nani? Wacha kushuku watu. Uliambiwa usihukumu, wewe unahukumu. Babako ni nani? Wacha kufuatilia maisha ya mtu. Maana shetani ndio kazi yake. Sisi tunakemea shetani, kumbe tunakemea kwa shetani wanatufuatilia. Kwa hivyo kama unafuatilia maisha ya mtu wewe ni kapepo. Babako ni nani? Ibilisi. Nashukuru sasa hivi tangu nilisema kwamba usiniletee umbea bali. Asante Mungu niliwasaidia kwa hiyo. Mimi silizia washirika wangu ati wao ni nani? Kwani yeye ni mtu mdogo? Kazi yangu kubwa niliyopewa ni kuwahubiria watu. Kumuonya. Usiponisikia unafikiria tu kitu kwako nje unanisikia. Kwani nitakuwa natembea na wewe? Na mtu yoyote atakaye kuko nje kukuona sijaje, mimi sijatumana kibara. Ati wao nimeona kijana fulani amesimama na mtu fulani. Wataka mume wewe? Mama wewe. Wewe watana na hiyo. Hawa watu lazima wakutane ndio wana. Sasa tunaenda kufanya harusi huko mwezi wa 4. Watu niliwakutanisha kama Mungu aliwakutanisha. Hata kushamba wewe, hata wivu. Hata pasta mwenye wivu hivyo pia pasta naye si mtu mzuri. Sawa hivyo pia si mtu mzuri. Si kweli? Hata watu waone. Amen. Tunaenda kufanya harusi. Na niliwaambia harusi ni tarehe ngapi? 20 na ngapi? 5. Sasa ukiniambia hadi hiyo siku hujapanga na tunakaribia miezi 5 mizima. Magugu na ngano. Magugu hayatajipanga. Ngano itajipanga. Maana ngano inajulikana kwamba imeiva. Sasa gugu huwa unajua gugu. Unajua gugu. Gugu. Nani anajua gugu? Magugu na ngano zimejaa pamoja. Magugu huwa baba yao ni nani? Haleluya. Amen. Maliza hapo. Sio na mimi. Bado tuko na wewe mpaka saa 9. Amen. Amen. Amen.
Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Alikuwa muuaji tangu mwanzo, kwani sehemu alifanya mpaka Kaini akaingiwa na wivu. Ndio. Wivu tu. Wivu ndio unaweza kuua huduma ya mwenzako. Wivu ndio unaweza unyea mwenzako kijicho. Wivu ndio unaona mpaka mwenzako unamsengenya. Mimi nishawahi kujiuliza swali moja. Wewe unayesengenya mwenzako, ile liko hivi. Ulifanya mazuri gani? Gani wewe? Tukuige. Hakika kuona kusulubishwa msalabani. Ukisema Eloi la masabatai bado. Hakuna. Haleluya. Amen. Mama. Hiyo sauti si ya mama. Hii sauti si ya mama. Sauti si ya kula. Amina. Maliza hapo. Naona sijaona mama kaipiga. Ndio hapo nikitia. Amen. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika ukweli, kwa kuwa hamna hiyo ukweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Unaona, ukija ukiona mtu anaongea mambo mengine, anaongea yaliyofikiria ndani ya moyo. Akishakuchukia, atatafuta neno la kukufanya kwa kuharibia kabisa. Na ni neno lake. Anakwambia mimi wewe mwenyewe. Akiingia kidudu kishakuingia, unamwona hapo hivi. Na muona mwenyewe. Nilikwambia hii wiki nilifundisha hili neno. Na hili neno yote lilikuwa liko hivi. Alafu kuna kitu ambacho sijui watu mbona wao kupendana. Nani aliwaroga? Na ukishaokoka unafupe ndani na wanawake wenzako. Ukiwa babako ni ibilisi na wachukia wenzako. Hivi msichana wewe, ushaikuulizwa habari za msichana mwenzako? Wewe msichana anaulizia habari za msichana mwenzako. Ishaitokea mwingine. Example tuseme. Wewe na huyu nyinyi watatu ni wasichana. Alafu huyu aja kwa mbona basi kusema simuelewi Joyce. Ujue kabisa huyu hampendi Joyce, anamchunguza Joyce. Umuelewa umpeleke wapi? Ulimzaa. Ni wapi? Ulimleta Likoni. Hebu jifikirie vile ulikuja Likoni. Bahati mbaya karibu Sisi kweli. Unajua hiyo ni njia moja ya kukosa kubarikiwa. Na sisi tunataka tubarikiwe. Watu tukisikiliza baba, tunasikia ya baba, tunataka kusikia mambo ya mtu mwingine. Amen. Mungu kama hakutoa boriti mwaka uliopita, usifikiri hata huu mwaka atatoa boriti. Sasa huu mwaka wewe tafuta kile Mungu anaweza kukusaidia nacho. Hata na watu ambao hawana maana. Amen. Endelea umalizia hapo, unaona hao wamenichukia. Amen. Nami kwa sababu nasema iliyo kweli, hamnisadiki. Ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, hivyo ninyi hamsikii, kwa sababu ninyi si wa Mungu. Yeye aliye wa Mungu anasikia nini? Maneno ya Mungu. Wewe unasikia? 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 Maneno ya Mungu. Kati ya neno la Mungu na la shetani lilipo unalisikiza sana? La Mungu. Babangu ni nani? Una hakika gani? Nipatie jendea ya babangu.
Ni vingapi Mungu amekukanya na unafanya? Mungu alisema usiseme uongo. Ndio wangapi umedanganya? Babako ni nani? Anasema yeye alikuwa muongo tangu mwanzo. Babako ni nani? Tangu mwanzo. Kwa hivyo akisema tangu mwanzo inamaanisha anaendelea. Anaendeleza nani? Anaendeleza ni nani? Ni wewe. Mtoto wake, si ndio? Wewe ndio unaendeleza hiyo bomba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wameokoka? Wanasema mimi si mtoto wa Yesu. Naona nikombee toba, bado umedanganya. Tangu mwaka ulipoingia tulikombea toba kweli? Hebu nyosha mikono nikombee toba. Umedanganya mbele za Mungu na malaika zake. Bwana uwasamehe dhambi na makosa. Hata ndivyo ulivyosema katika msalaba, ukasema hawajui wasemalo. Hata hawakujua vile ambavyo wamekukana. Lakini kwa sasa ninawarejesha upya mwaka huu. Baba, ninawatobesha katika damu yako. Ninawaweka katika damu yako wakatoka wakiwa wasafi. Huu mwaka ukawe wa baraka, wasio wao kama wa ibilisi tena, bali wakawe wa Baba wa Mungu, ambaye Bwana huyo Mungu hakosi chochote kwake, atawabariki katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kuna mwingine yuko sawa, mwingine hayuko sawa. Maombi haya tumejumuisha wote, ili ambaye anajikuta ya kwamba Bwana anajihukumu ndani ya moyo wake, akajikuta kwamba amesamehewa na akawe miongoni kwa wale ambao Bwana wako sawa. Asante kwa kuwa Bwana umeruhusu niombe hilo. Baba, nami nimeombea na kuwatakasa katika jina la Yesu Baba na kuamini. Nimekusaidia. Nimekusaidia. Sema Mungu asante. Mungu asante. Amen. So kulingana na time, wacha nifikie hapo. Baadaye tuko na wewe.